Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyokuwa ni Jumatano tarehe 25 Juni mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya asubuhi ambako tutakuletea habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwemo taarifa za usalama, siasa, uchumi pamoja na matukio ya kila siku yaendelea katika maeneo yetu. Basi naomba endelea kuwa nasi katika dakika chache zijazo ili kupata picha kamili kile kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine kupitia habari zinazoliwa kwa uhakika na kwa weledi. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 15 Juni mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mapigano makali yameripotiwa siku ya jana Jumatano tarehe 24 Juni katika vijiji vya Ilundu na Kalenge vilivyopo katika nyanda za juu za wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani zinaeleza kwamba mapigano hayo yakutanishwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanasaidiwa na makundi ya wananchi wanaojulikana kama wazalendo zidi ya wapiganaji wa Twirwaneho na Red Tabara wanatajwa kuwa washirika wa muungano wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wakazi wa maeneo hayo pamoja na baadhi ya viongozi wa kijamii, mapigano hayo yalianza katika maeneo ya milima yanayozunguka Ilundu na Kakenge kabla ya kusambaa katika baadhi ya maeneo ya karibu. Milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Wakazi wa maeneo yaliyo karibu na maeneo ya mapigano walisema familia nyingi lazimika kuondoka katika makazi yao na kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Baadhi ya wananchi walikimbia katika vijiji vya jirani, huku wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo ya ibada na kwa ndugu zao. Hata hivyo, hadi sasa bado ni vigumu kujua idadi kamili ya watu walioathirika kutokana na hali hiyo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa maeneo ya mapigano na kutekeleza mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodaiwa kutumika na wapiganaji wa makundi yenye silaha. Lengo la operesheni hizo ni kudhibiti njia za usambazaji wa vifaa na kuzuia harakati za wapiganaji katika maeneo ya kimkakati. Kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo kunatajwa kuhusishwa na juhudi za kila upande kutaka kudhibiti maeneo ya juu ya milima ambako yana umuhimu mkubwa wa kijeshi. Maeneo yanaweza kutoa nafasi ya uangalizi na harakati za adui na kudhibiti njia muhimu za mawasiliano na usafiri. Katika siku za hivi karibuni, taarifa mbalimbali zimekuwa zikieleza kuwa baadhi ya maeneo ya kimkakati karibu na Minembwe yamethibitishwa yamebadilisha udhibiti, jambo ambalo limeongeza mvutano na kuimarisha mapambano kati ya pande zinazohusika. Leo imefanya Minembwe na maeneo yanayozunguka kuwa miongoni mwa maeneo yenye mvutano mkubwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Wakati huo, vyanzo vya ndani kutoka katika taasisi ya kiraia ya duru za usalama na baadhi ya taarifa za kijeshi mashariki mwa Kongo inazungumzia kile kinachoitwa kuwa kuongezeka kuwepo wanajeshi wa Rwanda katika nyanda za juu za Minembwe. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kuna madai kwamba safari za ndege zinazopita katika viwanja vya Kamembe nchini Rwanda na Kavumu mkoani Kivu Kusini zimetumika kusafirisha wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi kuelekea maeneo ya mapigano. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka ya Rwanda wala serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna tamko rasmi lilotolewa hadi sasa kuhusu madai hayo. Mbali na hayo, baadhi ya wakazi wa nyanda za juu za Minembwe wanaeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika operesheni za kijeshi. Wanasema aliona imeongeza hofu kwa wananchi ambao tayari wamekuwa wakikabiliwa na migogoro muda mrefu, ukosefu wa usalama na matatizo ya kibinadamu. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii katika eneo hilo wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao pamoja na kuathiri shughuli za kilimo, biashara na elimu. Wengi wao wanasitiza kuwa wananchi ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa migogoro inayoendelea mashariki mwa nchi. Viongozi wao wamezitaka pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na za kuhakikisha usalama wa raia unalindwa. Wametoa wito kwa wadau wa amani na majumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono juhudi za kurejesha utulivu katika nyanda za juu za Fizi na Minembwe. Katika maeneo mengine ya Kivu Kusini, wananchi wanaendelea kuomba kurejeshwa kwa amani na utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku.
Kwa wengi wao, suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo, maridhiano kati ya jamii mbalimbali na kuheshimiwa kwa mamlaka na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mapigano yakiendelea, macho wananchi wengi wanaelekezwa kwa mamlaka za kitaifa na wadau wa usalama ili kuona hatua zitakazochukuliwa kwa lengo la kupunguza mvutano na kurejesha amani katika eneo hilo ambalo linaendelea kushuhudia migogoro kwa miaka kadhaa sasa. Kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika sekta Katoi ulaani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mamlaka za elimu zimeamua kuhamisha vituo viwili vya kufanyia mitihani wa taifa wa kuhitimu elimu ya sekondari examen d'etat mwaka 2026 kutoka Remeka ya kwanza na Remeka ya pili kuelekea eneo la Biroko katika kundi la Waloya Luanda wilayani Walikale. Uamuzi huo wa kipekee umechukuliwa na viongozi wa jimbo la elimu la Kivu Kaskazini ya tatu kwa lengo la kuhakikisha kwa wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari wanaendelea kushiriki mitihani yao katika ya kitaifa licha changamoto za kiusalama zinazoendelea katika baadhi ya maeneo ya Masisi. Kwa mujibu wa mamlaka za elimu, hali ya usalama katika eneo la Katoi imeendelea kuzorota katika miezi hivi karibuni kutokana na mapigano mara kwa mara kati ya waasi M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo. Mapigano yamesababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao, huku wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule walazimika kukimbia maeneo yao kwa ajili ya kutafuta usalama. Kutokana na mazingira hayo magumu, viongozi wa elimu waliona kuwa kuendelea kuandaa mitihani katika vituo vya Remeka kungewawekea wanafunzi na walimu hatari kubwa. Hivyo alichukua maamuzi ya kuhamisha vituo hivyo Biroko na kuwapa watumiwa mazingira salama zaidi kufanya mitihani yao na kukamilisha mwaka wa masomo 2025 na mwaka 2026. Hatua imepokelewa kwa hisia tofauti na wananchi wa maeneo husika. Wakazi wengi wameeleza kuwa ingawa safari ya kuelekea Biroko ni ndefu na yenye changamoto, usalama na watoto wao ndio jambo la msingi zaidi. Wengi wameeleza kuwa ni bora wanafunzi wafanye mitihani yao katika mazingira salama kuliko kuendelea kubaki katika maeneo yanayokabiliwa na mapigano. Kuhamishwa kwa vituo hivyo viwili mji wa Biriko sasa unakuwa na jumla ya vituo vitatu vya kufanyia examen d'etat. Eneo hilo ambalo liko katika mkutano wa wilaya Walikale na Masisi mkoani Kivu Kaskazini pamoja na Kale mkoani Kivu Kusini vimekuwa vitovu muhimu cha elimu kwa wanafunzi wengi wanalazimika kuhama makazi yao kutokana na vita na ukosefu wa usalama. Katika siku za hivi karibuni, Biriko inaendelea kupokea familia nyingi zilizokimbia mapigano kutoka maeneo mbalimbali ya Masisi. Miongoni mwa waliowasili ni wanafunzi wa shule za sekondari ambao walikuwa wakihofia kushindwa kushiriki mitihani ya taifa kutokana na vita vinavyoendelea katika maeneo yao. Vyanzo vya usalama katika eneo hilo vinaeleza kuwa vituo vyote vitatu vya mitihani vipo Biroko vinaendelea kulindwa na wanajeshi wa FARDC, askari wa polisi wa taifa pamoja na vijana wa wazalendo. Hatua imechukuliwa ni ya kuhakikisha wanafunzi wanafanya mitihani yao katika mazingira ya utulivu na usalama. Tangu kuanza kwa mitihani ya kawaida wa examen d'etat mwaka 2026, kuna tukio kubwa la kiusalama lililoripotiwa katika vituo hivyo vya Biriko. Hali hiyo imewaruhusu watumia kuendelea na mitihani yao kwa utulivu licha ya mazingira magumu yanaonekana na vita vinavyoendelea katika maeneo yao ya asili. Walimu wanaosimamia mitihani hiyo wanasema kuwa licha changamoto za usafiri, makazi na upatikanaji wa vifaa vya kazi, wanafunzi wengi wameonyesha moyo wa kujituma na dhamira kukamilisha masomo yao. Baadhi ya watahiniwa walilazimika kusafiri umbali mrefu ili kufika katika vituo vya mitihani, huku wanalazimika kuishi kwa muda katika familia za wenyeji. Mashirika ya kiraia na wadau wa elimu wamepongeza juhudi za mamlaka za elimu kuhakikisha kuwa vita viwazuii wanafunzi kutimiza ndoto zao za kielimu. Wanasema kuwa elimu inapaswa kulindwa hata katika nyakati za migogoro kwa sababu ndio msingi wa maendeleo na amani ya baadaye. Hata hivyo, wadau wameeleza wasiwasi kuhusu athari za muda wa vita katika sekta elimu katika maeneo ya Masisi, Ruchuru na sehemu nyingine za mashariki za Kivu Kaskazini. Shule nyingi zimefungwa kwa muda, baadhi zimeharibiwa, huku walimu na wanafunzi wengi wakikimbia makazi yao. Kuhamishwa kwa vituo vya examen d'etat kutoka Remeka kuelekea Biroko kunaonyesha changamoto kubwa zinazoikabili mfumo wa elimu katika maeneo yenye migogoro na silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uongozi wa idara kuu ya mapato na utawala wa mahakama Harrison Oshik DGRADE imeagiza watumishi wa serikali waliobaki katika maeneo yaliyodhibitiwa na muungano wa waasi M23 kuacha vituo vyao vya kazi na kujiunga na mamlaka za serikali zinazohamisha shughuli zao katika miji ya Beni na Uvira. Hatua hii inahusu hasa maafisa wa DGRADE pamoja na watumishi wengine wa umma wanaendelea kufanya kazi katika maeneo ambayo sasa yako chini ya udhibiti wa waasi M23 katika baadhi ya sehemu za mikoa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na uongozi
viongozi wa taasisi, watamishi wote wanaohusika wanatakiwa kuondoka katika maeneo na kuelekea katika maeneo ambayo bado yako chini ya usimamizi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miji ya Beni katika Kivu Kaskazini na Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini inatajwa kuwa sehemu za muda za kuendelea na shughuli za utawala. Uamuzi unakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete kutokana na mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kutokana na hiyo, baadhi ya taasisi za serikali zimeshindwa kuendelea na shughuli zao katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kiutawala, hatua ya kuhamasisha wanatumishi wa serikali inalenga kuzuia taasisi za serikali kufanya kazi chini ya mamlaka ambazo hazitambuliwi na serikali kuu ya Kinshasa. Pia inalenga kulinda watumishi wao dhidi ya hatari zinazoweza kuelekea kutokana na mazingira ya vita. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini yameendelea kushuhudia mabadiliko ya udhibiti wa maeneo kutokana na mapigano yanayoendelea. Hali hiyo imeathiri huduma mbalimbali za umma kama vile ukusanyaji wa mapato, elimu, afya na utawala wa ndani. Baadhi ya watumishi wa serikali waliokuwa wakifanya kazi katika maeneo hayo tayari walikuwa wamekimbia miji mingine kutokana na ukosefu wa usalama, huku wengine wakiendelea kufanya kazi katika mazingira magumu. Agizo hilo sasa linaonekana kuimarisha msimamo wa serikali wa kutambua utawala unaowekwa na waasi wa M23 katika maeneo wanayoyadhibiti. Wakazi wa maeneo husika wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari zinazoweza kujitokeza baada ya kuondoka kwa watumishi wa serikali, hasa katika utoaji wa huduma za msingi kwa wananchi. Wengine wanahofu kuwa huduma za kiutawala na ukusanyaji wa mapato vinaweza kuathirika zaidi. Hata hivyo, viongozi wa serikali wanaamini kuwa kuhamishwa kwa watumishi hao ni hatua ya muda unaolenga kuhakikisha usalama wao pamoja na kuendelea kwa shughuli za kawaida za utawala katika maeneo yao salama zaidi. Mji wa Beni na Uvira umekuwa ukitumika kama vituo vya muda kwa baadhi ya huduma za serikali na taasisi za umma zinazomiliki kuondoka katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Mamlaka za serikali zinaendelea kusisitiza kuwa lengo kuu ni kulinda mamlaka ya dola na kuhakikisha kuwa taasisi za umma zinaendelea kufanya kazi chini ya uongozi wa serikali halali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, wananchi katika mashariki mwa nchi wanaendelea kutoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama ili huduma za serikali ziweze kurejea kikamilifu katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro. Wengi wao kurejea kwa utulivu kutasaidia wananchi kupata tena huduma za msingi na kuruhusu taasisi za serikali kufanya kazi zao katika mazingira ya kawaida. Madaktari wanaofanya kazi katika hospitali za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia chama chao cha kitaifa cha Sinamede wameanza rasmi mgomo wa jumla kuanzia siku ya jana Jumatano tarehe 24 Juni saa 1:30 asubuhi. Hatua hiyo imeathiri hospitali nyingi za serikali katika mikoa mbalimbali ya nchi na kusababisha huduma nyingi za kawaida kusimamishwa. Kwa mujibu wa uongozi wa Sinamede, uamuzi wa kuanza mgomo ulifikiwa baada ya mikutano ya wanachama wa chama hicho kufanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mikutano hiyo, madaktari wajadili hali ya kazi wanazokabiliana nazo pamoja na madai ambayo kwa mujibu wao hawajapatiwa majibu na kuridhisha kutoka kwa serikali. Madaktari wanasema walikuwa wamewasilisha orodha ya madai yao kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitarajia kupata suluhisho la haraka. Hata hivyo, kwa mujibu wa viongozi wa chama hicho, majibu yalitolewa hayakukizi matarajio yao, jambo lilosababisha uamuzi wa kuanzisha mgomo wa kitaifa. Katibu mtendaji wa Sinamede katika ngazi ya mkoa wa Daktari Patrick Boloko amesema kuwa mgomo huu unatokana na kutokutekelezwa kwa ahadi zilizotolewa na serikali kuhusu kuboresha hali za kazi za madaktari pamoja na kulipa mishahara ambayo haijalipwa kwa miezi kadhaa. Miongoni mwa madai makubwa ya madaktari ni kulipwa kwa mishahara ya miezi karibu 6 ambayo bado haijalipwa. Kwa mujibu wa Sinamede, madaktari wengi wamekuwa wakifanya kazi kwa takribani siku 126 na siku 121 bila kupata malipo yao kamili, hali ambayo imekuwa ikiathiri maisha yao pamoja na uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Madaktari pia wanadai kuboreshwa kwa mazingira ya kazi katika hospitali za umma. Wanasema kuwa hospitali nyingi zinakabiliana na ukosefu wa vifaa tiba, uhaba wa dawa, matatizo ya miundombinu pamoja na changamoto nyingine zinazowafanya kushindwa kutoa huduma bora kwa wagonjwa. Kuanzishwa kwa mgomo huu kumesababisha kusimamishwa kwa huduma nyingi za kawaida katika hospitali za serikali. Wagonjwa walikuwa wamepangwa kwa uchunguzi wa kawaida, upasuaji usio wa dharura na huduma nyingine zisizo za haraka wameathirika kutokana na hali hiyo. Hata hivyo, viongozi wa Sinamede wameeleza kuwa huduma za dharura zitaendelea kutolewa ili kuepusha madhara makubwa kwa wananchi. Kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na chama hicho, idara ya dharura pamoja na benki za damu zitaendelea kufanya kazi katika hospitali nyingi
za umma. Wagonjwa wenye hali mbaya zaidi wataendelea kupatiwa huduma katika hospitali maalumu zilizochukuliwa kwa ajili ya kushughulikia visa vya dharura. Mfumo unasimamiwa na mkurugenzi wa hospitali, wakuu wa idara na viongozi wa huduma za kitabibu ili kuhakikisha kuwa wagonjwa walio katika hali mbaya hawakosi matibabu. Katika baadhi ya hospitali, wagonjwa na familia zao wameanza kuonyesha wasiwasi kutokana na mgomo huo. Wengine wameeleza hofu yao kwamba kusimamishwa kwa huduma kunaweza kuongeza mateso kwa watu wanaohitaji matibabu ya kila siku, hasa wagonjwa wa muda mrefu na wale wanaohitaji ufuatiliaji wa karibu wa kiafya. Wachambuzi wa masuala ya afya wanaeleza kuwa mgomo huo unaonyesha changamoto kubwa zinazokabili sekta ya afya nchini DRC. Kwa miaka kadhaa, madaktari na wafanyakazi wengine wa afya wamekuwa wakilalamikia mishahara yao midogo na ucheleweshaji wa malipo na mazingira magumu ya kazi. Katika maeneo mengine ya nchi, hospitali za umma tayari zimekabiliwa na uhaba wa wafanyakazi, vifaa vya matibabu na rasilimali nyingine muhimu. Hali hiyo imekuwa ikiongeza mzigo kwa madaktari wanaoendelea kufanya kazi katika mazingira magumu. Mashirika mbalimbali ya kiraia yametaka serikali na viongozi wa Sinamede kuendelea na mazungumzo ili kupata suluhisho la haraka. Wanaamini kuwa maelewano kati ya pande zote mbili ni muhimu ili kulinda afya za wananchi na kuhakikisha huduma za hospitali zinaendelea. Wakati huo, wagonjwa wengi na familia zao wanaendelea kusubiri maendeleo ya mazungumzo kati ya serikali na madaktari. Wengi wanatumaini kuwa mgogoro huu utatatuliwa haraka ili huduma za afya zirudi katika hali ya kawaida. Mgomo wa kitaifa wa madaktari unaongeza changamoto nyingine katika mfumo wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambako hospitali nyingi tayari zinakabiliana na matatizo ya kifedha na ongezeko la mahitaji ya huduma za matibabu. Wadau wa afya wanaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo na utekelezaji walizotolewa ili kuepusha madhara makubwa kwa wananchi wanaotegemea hospitali za umma kila siku. Ripoti ya hivi karibuni kuhusu hali ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichapishwa siku ya Jumatatu tarehe 22 Juni. Inaonyesha kuwa mkoa wa Ituri bado ndio unaoathirika zaidi na mlipuko huo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jumla maeneo 22 ya afya katika mkoa huo tayari yameguswa na ugonjwa huo. Maeneo hayo ni pamoja na Haru, Anguba, Mbambu, Bunia, Bamasa, Drogbo, Geti, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mungbalu, Ninzi, Nyankukunbe, Rimba, Rwampara, Chomia, Kambala, Nia pamoja na Fataki. Maafisa wa afya wanaeleza kuwa kuendelea kuongezeka kwa idadi ya maeneo yaliyoathirika katika Ituri kunafanya mkoa kuwa kitovu kikuu cha mapambano dhidi ya Ebola nchini. Timu za afya zinaendelea kufanya kazi katika mazingira magumu ili kuwabaini wagonjwa, kuwafuatilia waliokutana nao na kuzuia maambukizi mapya. Mkoa wa Kivu Kaskazini unaendelea kuwekwa chini ya uangalizi maalum kutokana na uwepo wa visa vya Ebola katika maeneo 11 ya afya. Maeneo hayo ni pamoja na Beni, Butembo, Goma, Kalunguta, Katwa, Kyondo, Oicha, Masereka, Vuovi, Mabalako na Musienene. Kwa miaka kadhaa, mkoa wa Kivu Kaskazini umekuwa mmoja wa maeneo yaliyosiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola pamoja na changamoto za usalama. Hali imekuwa ikifanya kazi katika timu. Hali hiyo imekuwa ikifanya kazi ya timu za afya kuwa ngumu kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na kuhama kwa wananchi kutoka eneo moja kwenda jingine. Katika mkoa wa Kivu Kusini, ripoti hiyo inaonyesha kuwa ni eneo moja pekee la afya ambalo limeathirika. Eneo hilo ni Miti Muresa ambako visa vitatu vinavyothibitishwa pamoja na kifo kimoja kimeripotiwa. Hata hivyo, taarifa hiyo imeleta matumaini kwa wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini baada ya kubainika kuwa hakuna maambukizi mapya yaliyoripotiwa tangu tarehe 26 Mei katika mkoa huo. Licha hali hiyo ya kutia moyo, shughuli za ufuatiliaji na uchunguzi zinaendelea ili kuhakikisha kwa ugonjwa huo haurudi tena. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa hadi tarehe 22 Juni, idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola nchini imefika 1194. Kati yao watu 227 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Takwimu zinaonyesha kuwa kiwango cha vifo kutokana na Ebola kimefikia 25.3, jambo linaloonyesha kuwa ugonjwa huo bado ni hatari kubwa kwa afya ya wananchi. Ripoti pia inaonyesha kuwa watu 387 bado wako katika vituo vya matibabu au wanaendelea kufuatiliwa chini ya uangalizi wa madaktari. Wagonjwa hao wanaendelea kupata huduma maalum katika vituo vya afya vinavyotengwa kwa ajili ya Ebola. Kwa upande mwingine, watu 115 tayari wametangazwa kuwa wamepona baada ya kupata matibabu na kufanyiwa vipimo vilivyothibitishwa kuwa hawana tena virusi vya Ebola. Mafanikio yanatajwa kuwa matokeo ya kuimarishwa kwa huduma za kitabibu pamoja na juhudi za wafanyakazi wa afya wanaofanya kazi katika maeneo yaliyoathirika. Ripoti inaeleza kuwa timu za afya zimefanikiwa kuwaponya wagonjwa 3 katika mkoa wa Ituri baada ya vipimo vyao kuonyesha matokeo hasa mara kadhaa.
Wagonjwa wale waliruhusiwa kurejea katika jamii zao baada ya kuthibitishwa kuwa hawana tena virusi. Maafisa wa afya wanaamini kwamba mafanikio yanaonyesha kuimarika kwa uwezo wa vituo vya matibabu pamoja na ufuatiliaji wa wagonjwa katika maeneo yaliyoathirika. Pia wanaonyesha umuhimu wa kuwapeleka wagonjwa mapema katika vituo vya matibabu ili kuongeza nafasi ya kupona. Katika mapambano dhidi ya Ebola, shughuli za kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa zinaendelea katika mikoa yote iliyoathirika. Kwa sasa kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa kimefika 72.8. Wataalamu wa afya wanasema kwa ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa ni moja njia muhimu za kuzuia kuenea kwa virusi. Watu waliofuatiliwa kwa siku kadhaa ili kuhakikisha kuwa hawapati dalili za ugonjwa huo. Wakati mapambano dhidi ya Ebola yakiendelea, serikali pamoja na washirika wa sekta ya afya waendelea kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Wananchi wengi wanatumaini kuwa hatua hizo zitasaidia kukomesha kabisa mlipuko na kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yote yaliyoathirika, hasa katika mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Muungano wa kisiasa Union Sacrée de la Nation unaunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifanya mkutano wake mjini Kinshasa siku ya Jumanne tarehe 23 Juni na kudhibitisha tena msimamo wake wa kuunga mkono mchakato wa mabadiliko ya katiba pamoja na kuendelea kumuunga mkono rais wa jamhuri. Katika tamko lao lilosomwa mbele ya waandishi wa habari na mbunge wa Kinshasa Baudouin Moyo, viongozi wa Union Sacrée walieleza kuwa wanaendelea kutoa uungaji mkono wao kamili kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ambaye pia ni kiongozi mkuu wa kisiasa wa muungano huo. Kwa mujibu wa tamko hilo, viongozi wa Union Sacrée walisema kuwa wanaendelea kuwa waaminifu kwa Rais Tshisekedi na wanaunga mkono maono yake kuhusu mustakabali wa nchi pamoja na mageuzi mbalimbali yanayolenga maendeleo ya taifa. Moja ya masuala yaliyojadiliwa katika mkutano ni mjadala unaendelea kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano ulithibitisha tena kwamba unaunga mkono wazo la kufanya mabadiliko ya katiba na unaamini kuwa wananchi wanapaswa kushiriki katika mjadala huo. Kwa mujibu wa uongozi wa viongozi wa Union Sacrée, mjadala huu kuhusu katiba ni swala la kitaifa ambalo linalohusu mustakabali wa nchi na maendeleo ya taasisi za jamhuri. Walisema kuwa maoni ya wananchi yanapaswa kusikilizwa katika mchakato wote unaohusu mageuzi ya katiba. Katika tamko hilo, viongozi wa muungano huo pia walijibu kauli zilizotolewa na baadhi ya viongozi wa kanisa Katoliki kupitia Senko kuhusu wale wa kisiasa nchini ya mjadala wa mabadiliko ya katiba. Union Sacrée de la Nation inaeleza kuwa baadhi ya maaskofu wa Senko hawapaswi kujiona wao ndio pekee wenye ukweli au mamlaka ya kutoa mwelekeo kuhusu masuala yanayohusu mustakabali wa taifa. Kwa mujibu wa tamko hilo, mjadala wa kitaifa unapaswa kuwahusisha wananchi wote pamoja na taasisi mbalimbali za nchi. Muungano huo ulitoa huduma dhidi ya baadhi ya viongozi wa kanisa Katoliki kwa kile walichokiita ukaribu na baadhi ya viongozi wa kisiasa wa upinzani pamoja na watu wanaotajwa kuhusishwa na mgogoro mashariki mwa nchi. Tuma hizo zinatolewa katika tamko la Union Sacrée de la Nation. Hata hivyo, watu wanaotajwa katika mtamko hilo hawajatoa majibu rasmi kuhusu madai hayo. Vile vile Senko inaendelea kusisitiza mara kwa mara msimamo wake unaolenga kutetea amani, umoja wa taifa na utawala bora nchini. Mjadala kati ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini unaendelea kushika kasi katika siku za hivi karibuni baada ya Senko kutoa tamko lilosema kuwa taifa liko katika hatari. Kauli imezua mjadala mikubwa ndani ya tabaka la kisiasa nchini. Baadhi ya viongozi wa upinzani wanaonyesha kuunga mkono msimamo wa Senko akisema kuwa kanisa lina haki ya kutoa maoni kuhusu hali ya taifa. Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa Union Sacrée wanaamini kuwa taasisi za dini hazipaswi kuingilia masuala ya kisiasa kwa namna ambavyo inaweza kuongeza mivutano. Swala la mabadiliko ya katiba inaendelea kuwa moja mada inayojadiliwa sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa mabadiliko hayo wanaamini kuwa kuna haja kufanya mageuzi na baadhi ya vifungo vya katiba ili kuendana na hali ya sasa nchini. Lakini wapinzani wa wazo hilo wanaweza wasiwasiwa kwamba mabadiliko yanaweza kusababisha mivutano ya kisiasa na kuathiri utulivu wa taifa. Makundi ya kiraia, viongozi wa kidini na baadhi ya vyama vya upinzani wamekuwa wakitaka uwepo wa mjadala mpana kabla ya hatua yote kuchukuliwa. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa mjadala hii inaweza kuendelea kwa muda mrefu huku kila upande ukiendelea kutetea msimamo wake. Hata hivyo, wengi wanasisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa, kuheshimu taasisi za jamhuri na kulinda amani na umoja wa taifa. Wakati huo, wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu mjadala hii ya kisiasa, wakitarajia kuwa viongozi wa nchi watatanguliza maslahi ya taifa, utulivu wa kisiasa na usawa wa wananchi katika maamuzi yote yatakayochukuliwa kuhusu mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na ni hivyo ndivyo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 25 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tuendelea kuendelea kufuatilia vyombo vyetu vya habari sahihi, za haraka na zenye kuaminika kuhusu yale yanayoendelea katika maeneo yote ya nchi kwa ujumla. Na basi kabla tujahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, niendelee kukumbusha kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa rugano nasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani unaenda kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Tunaona tena katika taarifa zetu za mchana. Basi Mwenyezi Mungu awabariki na kulinde na muwe na siku njema.